Haya, unataka kujua kupika? Kimbia. Leo tunapika vibaragala au vibama vinavyotumia unga wa muhogo. Huo unga ni kilo 1, lakini tutapika nusu. Nina ndizi zangu 2 na vijiko 3 vya sukari. Kwanza, menya ndizi zako vizuri kama hivyo. Ni ndizi ambazo zimeiva, zinauzwa shilingi 250 tu kwa mangi. Nimemenya ndizi zangu vizuri kama ambavyo mnaziona. Nimeweka kwenye bakuli langu, na ili pishi halihitaji vitu vingi sana. Ni vitu 3 tu au 4. Baada ya kumenya ndizi zangu, nikasaga kama hivyo kutumia kijiko. Nikapangusa vizuri kama ambavyo unaona mwanafunzi wangu. Mchanganyiko wangu ndio huu hapo. Nikachukua na sukari kijiko cha kwanza hiki hapo. Nimeweka. Ni kijiko cha chakula. Unga nusu, ndizi 2 na vijiko 3 vya chakula. In case ukitaka sukari nyingi utaongeza, lakini kumbuka ndizi zina sukari. Kwa hiyo nikakologa kama hivyo ambavyo mnaona, nikachanganya vizuri. Hapo ni ndizi na sukari. Sijaweka mafuta, sijaweka baking powder, wala sijaweka amila. Nimeweka sukari na ndizi kama ambavyo mnaona. Hizo ndizi endelea tulipoishia. Unakologa kama hivyo. Unaona hiyo ni sukari na ndizi. Baada ya hapo nikafungua unga wangu. Kumbuka huo unga ni kilo 1, lakini nimekata nusu. Kwa hiyo nimeweka nusu hapo. Si mnaona unga ni wa muhogo. Wasukuma wanasema ni unga wa udaga. Mnaelewa? Kwa hiyo changanya vizuri unga wako, ile ndizi pamoja na sukari. Bado sijaweka maji. Nikiweka maji mahidia nitakwambia. Lakini hapo tumeweka ndizi, sukari pamoja na unga wa muhogo. Nimechota maji yangu bombani hapo ambapo nilikuwa naenda kuchota maji, ambapo ni kikombe kimoja hicho. Weka kidogo kwa sababu unga hauakisi maji. Kwa hiyo ukizidisha yanakuwa matepetepe. Weka maji kidogo tu. Hicho ni kikombe cha chai cha kawaida. Changanya vizuri. Ukiona umeshachanganya ili kuepuka ile minato, weka kijiko pembeni, kandia mkono. Sijui mnaelewa. Ukishachanganya vizuri kama hivyo, weka kijiko pembeni kama mimi hapo, na hakikisha mikono yako ni misafi. Anza kukanda unga wako wa muhogo ambao umechanganywa ndizi pamoja na sukari. Baada ya kukanda unakuwa kama hivyo. Si mnaona ulivyokuwa? Sijui mnauona. Baada ya kukanda kama hivyo, tumepata wazamini kidogo. Baada ya kukanda kama hivyo, utauandaa vizuri. Unaona unavyokuwa huu ni tofauti na ngano. Si mnaona unavyokuwa? Unakuwa kama na vichenga hivi. Unakuwa mzuri tu. Hapo unanukia ndizi hatari. Baada ya hapo nimeandaa vifaa vyangu vya kukatia. Kuna hicho cha star, kuna hicho cha lavu na cha duara. Si mnaviona? Na tray langu la kuwekea. Chukua vibama vyako au ule unga wa muhogo uliochanganya na ndizi na sukari. Tengeneza kiduara vizuri. Sasa hivi tunaenda kwa sababu tuna vifaa, tunatengeneza mtindo mzuri. Ila zamani walikuwa wanatengeneza tofauti na sisi. Chukua kidude chako, weka, tengeneza kishape chako cha duara vizuri. Unaona kilivyotokea Endelea hivyo hivyo utaendelea hivyo hivyo kulingana na vifaa vyako. Chukua tena donge lingine, zungusha, chukua kifaa, toboa. Umeelewa? Usiwe na haraka. Achana na haraka. Unaelewa Zungusha tena mpaka pale utakapokuwa umefanyaje? Umemaliza kulingana na style utakazozitaka mtu wangu. Lakini kwa zamani kwa wanatengeneza kama hivyo. Si mnaona unakibamiza kama hivyo, kinakuwa kama hivyo, unaweka kwenye mafuta au unaweka pembeni. Lakini kwa sasa hivi tuna vifaa jamani, na vifaa vyote hivyo navipata kwangu. Kifaa chochote ukiona ninachokitumia vinapatikana kwangu. Kwa hiyo ukishamaliza kama hivyo, unabana hivyo, unaweka kifaa chako, unatengeneza shape yoyote unayoitaka. Umeelewa? Tunaendelea. Baada hivyo unaona hiyo shape ya lavu ilivyotoka vizuri yani kama hivyo. Utafanya style yoyote unayoitaka. Ukitaka kuchola bata ni wewe. Baada ya hapo mimi nikawa nimefanyaje? Nimemaliza, na hayo unayoyaona ndio maumbo yangu ambayo nilikuwa nimeandaa. Mnayaona hayo ni maumbo tofauti. Hiyo ya kizamani, hiyo kwa kutumia vifaa. Kwa hiyo utachagua utengeneze kwa mikono au utumie vifaa. Maisha ni kuchagua. Chukua mafuta yako, weka jikoni, hakikisha yamepata moto kama hivyo. Mafuta tunatesti na kimkono au kidole uone kama yamechemka. Usiweke sijui mti, eka kidole kiungue ujue kama mafuta yamechemka au vipi. Baada ya hapo nimeweka vibama vyangu. Umeona? Hapo mafuta yanachemka sasa.
vibama unatakiwa uweke moto mdogo mdogo au uweke moto ambao haujakolea. Ukiweka moto mwingi vinaungua, vinakuwa vinatoka ndani havijaiva. Weka kamoto kadogo ili viive kwa pamoja. Sio na mafuta yangu ambavyo yalikuwa sio ya moto sana Kwa hiyo utaweka kama hivyo, vipange vizuri. Jamani, hivi vitu ni vitamu. Hichi kitu ni kitamu. Hadi nimemeza mate. Ni kitamu sana na kina harufu ya ndizi, ni kama pancake, ni kama sijui nikwambie nini. Vikichemka geuza upande mwingine kama hivyo, vitakuwa vizuri. Vinatakiwa viive kama vinavyoiva maandazi. Kama hapo, si mnaona rangi ambayo imebadilika imekuwa kama ya gold au mnaita brown. Rangi nzuri kama hivyo vitoe. Viweke pembeni. Ipua weka pembeni. Ipua weka pembeni. Viwe na rangi kama hiyo. Ukiwa na rangi kama hiyo na kwa staili ya ile moto, vitatoka na rangi nzuri na ndani vitakuwa vimeiva kama hivyo. Si mnaona vivotoka vizuri hivyo ndo vibama vyetu vimetengenezwa unga wa muhogo. Kwa hapo vinakuwa vimeiva testi kama hivyo Kwa wale ambao wanapenda unaweza ukatoa oda yako, utavipata kwangu. Kilo moja ni shilingi 15,000. Unapata kwa bei nzuri. Ni vitamu, vilaini, unaweza ukawapikia watu kwa ajili ya hii mifungo au wakisha futuru usiku watakula. Karibuni.